Kwa majina naitwa Stanley kutoka upande wa Bomet. Niko katika hoteli kubwa ambayo inaitwa Famous Gate. Yes. Kulingana na information uko nayo, vijana wa Gen Z wamepanga holiday tarehe 25 wiki ijayo. Unaweza sema nini kuhusiana na hilo, kwa sababu wanajaribu kupigania uhuru wa kutouliwa kiolela na polisi? Kwanza kabisa ningeweza kusema kwamba hao vijana wetu tunawapenda sana. Nyinyi ni vijana wetu wa Gen Z. Tunawapenda. Tungependa tu kuambia kwamba muende polepole ili tusiweke nchi yetu katika moto ama janga ambao itakuwa vigumu kujitoa. Tuweze kwenda polepole. Kama iwapo kuna tatizo ama shida yote ambao inatukumba, tuweze kuketi pamoja na viongozi wetu ili tuweze kutatua shida. Kulingana na maoni yako, ni nini hii inafanya unadhani polisi wanajihusisha na vifo sana kwa hao vijana? Jambo la kwanza wanaona vijana wako na force, wanakuja wengi, wako na force mingi. Maybe wengine wanaweza kuwa hata wanaweza confront mapolisi kwa njia ambayo ifai. Pia tunaomba mapolisi wetu waweze kutumia force ambao ni kidogo kwa vijana, wasiweze kutumia excess force, na vijana pia waweze kuwa na utulivu na amani. Hiyo ndio jambo la kwanza ambalo tunahitaji katika nchi yetu ya Kenya. Sasa kwa mfano kijana kama yule ambaye alikuwa anauza mask, kulingana na video zilikuwa zinasambaa kwa mtandao, kijana alikuwa amesimama tu bure bila kufanya chochote, lakini akaanza kupigwa, mwisho akapigwa risasi. Unaweza sema nini kuhusiana na jambo kama hilo? Jambo kama hilo sio mzuri, but nadhani ya kwamba jambo iko katika mikononi ya maaskari ili waweze kufanya uchunguzi kamili iwapo kwamba kweli aliweza kupigwa risasi. Kuna watu wengine huwa wanazungumza kwa njia mzuri, njia nyingine mbaya kuhusiana na rais. Hapa Bomet, nyinyi kama watu wa Bomet, mmepokea mafanikio yapi kutoka kwa rais maybe ambao unaweza convince watu nayo, na at some point ufanye watu waelewe kwamba rais anafanya kazi? Rais wetu wa Kenya ameweza kufanya kazi kubwa sana upande huu wa South Rift. Ameweza upande wa Tenwek ameweza kuitengeneza hiyo hospitali ikakuwa nzuri. Mabarabara pia tunaona ni mzuri. Upande wa SHA pia tumeweza kurejesha kabisa kwa wingi. Hata mimi binafsi nimeweza kufaidika kwa mambo ya SHA. Nimeweza kufaidika kabisa. Yes. Umezungumzia swala la SHA. Ni mafanikio yapi maybe wewe kibinafsi umeyapokea kutoka kwa SHA? Upande yangu, mke wangu alikuwa na shida kidogo, tatizo, lakini iliweza kunisaidia. Nilikuwa nadaiwa bili ya karibu 40,000, lakini SHA ilinisaidia nikaweza kumtoa katika hospitali. Yes, pia rais amefanya kazi kubwa sana upande wa mabarabara. Ukiangalia ameweza kusindua mabarabara, miradi kadhaa, mpaka mambo ya housing. Yeah. Neno moja kwa rais. Neno moja ya rais ni ya kwamba ashikilie kabisa, na aweze kama kuna tatizo ambayo iko Kenya aweze kuzungumza, aketi pamoja na viongozi, pamoja na vijana wetu ili waweze kuketi pamoja, kwa sababu tunamtakia kila laheri. Tunajua ataenda miaka 10. Yes, 10 bila break. Ambia watu wa Bomet kitu. Kuambia watu wa Bomet ya kwamba tuweze kukuwa na amani, tuweze kuwa na utulivu. Jinsi wa Bomet tuweze kuwa na utulivu kila wakati. Iwapo kama kuna matatizo tuweze kuketi na viongozi wetu, tuweze kutatua shida ambazo zinatukumba kama sisi wenyeji wa Bomet.